Tarehe 23 mwezi wa Agosti mwaka 2003 ndio siku aliyoaga dunia aliyekuwa makamu wa rais wa wakati huo, kijana Wamalwa. Wengi wasijue ni nini hasa kilichosababisha kifo chake, na wengi pia wasijue historia yake kijana Wamalwa, na ndio maana tuko hapa kuiangazia maisha yake. Michael Christopher kijana Wamalwa alizaliwa kijijini Sosio karibu Kimilili katika kaunti ya Bungoma, na alikuwa mtoto wa mbunge mashuhuri aliyejulikana kama William Wamalwa. Kijana Wamalwa alipata elimu katika shule ya Strathmore ambako aling'aa katika mdahalo na aliwakilisha Kenya katika kongamano la wanafunzi la Umoja wa Mataifa. Alipata udhamini wa Jumuiya ya Madola na kusomea sheria katika chuo cha King's London na shule ya uchumi ya London, na baadaye akapata cheo cha mwanasheria katika Lincoln's Inn. Aliporejea Kenya, alifundisha sheria katika chuo kikuu cha Nairobi na kusimamia mashamba ya familia na kushika nyadhifa kadhaa za serikali. Wamalwa alijiingiza katika siasa mwaka 1974 na mwishowe kushinda kiti cha ubunge mwaka 1979 chini ya ulezi wa Masinde Muliro. Aliunga mkono Ford Kenya mwaka 1992 na kuwa mwenyekiti wa chama baada ya kifo cha Oginga Odinga. Japokuwa hakuweza kufanikiwa sana katika uchaguzi wa urais mwaka 1997, aliheshimiwa kwa ufasaha wake wa kusema na kujitolea kusaidia maskini kupitia miradi kama vile shirika la Touch Africa. Mwaka 2002, Wamalwa alishirikiana na viongozi wa upinzani kuunda muungano wa National Rainbow Coalition ambao uliweza kuiondoa KANU madarakani baada ya muda mrefu. Baada ya ushindi wa Mwai Kibaki, Wamalwa aliteuliwa kama makamu wa rais, na afya yake ilianza kudhoofika mara baada ya hapo, na akawa akienda London mara kwa matibabu ya figo. Mwaka 2003, Wamalwa kijana alifunga ndoa na Yvonne Nambia katika sherehe ya kifahari, lakini alifariki muda mfupi baadaye. Sababu ya kifo chake haikutaja rasmi na serikali. Tarehe 23 mwezi wa Agosti mwaka 2003 itasalia kuwa kumbukumbu, kwa ndio siku kijana Wamalwa alipoweza kuiaga dunia. Jina langu ni Elias Tanui.